Nataka nianze hivi. Unajua mali tumefika? Watu si wajinga. Na watu wameanza propaganda mingi. Ati the most expensive tour for president ni Mount Kenya. Hiyo news mmetoa wapi? Yaani mnasikia tukashako anasema president ukitaka kuja Mount Kenya lipa watu ya kukusikiza ya makopi, mshafuata hiyo propaganda. Nataka niwaulize nyinyi kama wanabunge. Hapa tuko na Wakikuyu wengi sana Mount Kenya. Na simuona wako hapa. Kama wanapeana 5,000 from hapa hadi Karatina ni 350. Saa 6 mchana. Kwenda na kurudi hiyo ni 700. Bro, watu si wajinga, si uende na 350. Urudi na 350. Uchukue 5,000. Usave for the 300. Hapa usitupepe ufala. Si uende hiyo 5,000 usave for 300. Kama pesa iko. Na nasikia watu wakisema watu wa protest government wameanza kukasirika ati serikali imewasaliti. Hakuna covenant mahali walisign wakasema hii protest government ni ya kusaliti watu wa Mount Kenya. Na tuliona wale watu walikuwa sacrifice ndio hii protest ikaingia. Si watu wa Mlima Kenya. Nani? One of the CS mwenye alikuwa sacrifice anatoka Baringo. Chelukui was sacrificed because of the protest government. Hakuna mali protest government ilikuwa inaongelea kupunish watu wengine. Na kama ilikuwa ya kupunish watu wengine, mbona CS kwa Mount Kenya wako hapo? Mbona wako sacrificed? Sasa zingine msione watu ni wajinga. Na naendelea nikisema hivi. Tunasikia watu ground ni mbaya, ground ishatoka Ruto. Ground gani? Bro, wewe unajua ground ni nani? Bro, ground si watu wa kelele hapa. Hii tunaitanga kelele sachura ambayo haitasuia ng'ombe kunywa maji. Watu wa ground ni wale watu uliona wakiwa na president kule Nyeri. Wale watu wanajua maendeleo ambayo inaendelea. Na president akisema kuna project analon Karatina ya soko. President ashasema, wewe ni nani kupinga? President is an elected person mwenye alipata votes more than 6 million. Bro, wewe ni nani kupinga president? Si wewe mwenyewe ungekuwa president, hata mtu wa kwenu, hakuna mtu wa kwenu ni amai kuwa president. We are not in a rally. Huyo ni mtu ambaye alishinda akili watu wa kwenu wote, watu wa jamii wenu, mnafaa muheshimu rais. Watu wanafaa kuheshimu rais. Tushaona wale watu ambao wanataka kujitokeza 2027, and those are not new faces to us. Those are people we have given them chance once in government. Mtu kama Matiang'i tushampea chance. Watu wetu tukaona wana float kule River Yala. Mtu kama Gachagua tumaimpea chance. Those are not new faces. Mtu kama Gachagua tumepea chance. Yani president alimwachia tu siku mbili
akaenda namba akamwambia shikilia inji. Bro, unajua mbuzi kondoo yote ya Uhuru ilienda. Nalipewa siku moja tu kuongoza inji. Kondoo na vitu ikaenda. Raila gari yake ikapigwa risasi. Those are people we have tested. Toboa. Nataka nimalizie nikiambia Wakenya hivi. Mwanasiasa si rafiki yako, na nimefurahi sana kwa watu wa Mount Kenya hawajafuata siasa, wamefuata maendeleo. Kwa sababu tukiangalia maendeleo ndio pesa. Nasema hivi, wacha malize soda. Hakuna vile utatupepa ufala unasema ilipeanwa 5k na hapa una ya uji na unaweza save for 300 kwenda Nyeri na kurudi. Namaliza nikisema hivi. Nataka nishukuru sana watu wa Mount Kenya kwa kujielewa kwamba saa hizi wakati wa siasa ni wakati wa maendeleo. Na nataka niwaambie hata nyinyi watu wa Mount Kenya, huyu Rigiji anataka kuwatumia, alafu hiyo siku ause kura yenu. Tuliona ndio ujue politician si rafiki yako. Ile siku Raila anatuambia ni Ruto alimtafuta, si ndio? Alafu Ruto anatuambia nini? Ni Raila alifanya nini? Alimtafuta. Rigiji anatuambia Ruto alitaka kumlipa ando resign. Alafu Ruto anasema Rigiji ndo alifanya nini? Aliitisha 10 billion. So politician is not your friend. Watu advocate for maendeleo. Nimefurahia kwa watu wa Mount Kenya. Tuendelee kushikilia nchi. Serikali kuimara. Na sisi kama serikali tunasema Ruto must go forward. Ama namna gani? Nikisema mumalizie sawa. Ruto must go forward.